kuna viharakati vinaendelea vya chini kwa chini vya kujaribu kunyamazisha sauti kinzani, maoni tofauti. Tumeanza kushuhudia ndani ya chama chetu. Chadema tulioishi miaka yote sio hii tunayoiona leo. Kuna dalili, kuna watu wanatishwa na wanatumia mbinu ya kupeleka maelekezo kwenye viongozi wa matawi, kwa sababu kwenye chama hiki ziko mamlaka mbili tu zinazoweza kumfukuza mtu wanachama: tawi lake au kamati kuu. Ndivyo katiba yetu inavyosema, ndio vyombo viwili vinavyoweza kumfukuza mtu wanachama. Tumeshuhudia kwenye matawi viongozi wanapelekewa maelekezo kwamba mtu yeyote aliyeko G55 anzeni kumwandikia barua. Na tumeshaona mmoja ameandikiwa, yuko hapa, Asenga yupo, na yuko bwana Romanus aliyetangaza kugombea urais kupitia Chadema, na yeye ameshaandikiwa barua na tawi lake huko kwamba ajieleze. Tunakishauri chama chetu, njia hiyo tunayotaka kuchukua kuipitia sasa sio njia sahihi. Tulipinga udikteta, tunaendelea kupinga udikteta ndani na nje ya chama. Na ndani ya Chadema leo tunawataka viongozi wasiogope kusikiliza maoni mbadala. Maoni hayapigwi rungu. Maoni ni fikra, yataendelea kuishi leo, kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo watu waachwe wawe huru, waseme kwa uhuru. Kama Chadema tukianza kuzuia watu wetu kusema, hivi mnataka wananchi wakasemee wapi?